kutosha. Nataka tuombe ili kwamba niweze kumpatia fursa hii aweze kutupeleka katika neno la Bwana. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya adhuhuri ya leo, kwa wema wako na fadhili zako umetusaidia tukaweza kuonana katika mitambo hii ya Ujuzi Radio, walio kwenye redio, walio kwenye Facebook live. Mungu wa rehema, naomba kila mmoja asikiaye neno hili akaweze kubarikiwa. Asante kwa sababu ya kuleta mtumishi wako Askofu Amon kutoka Tanzania kuwa pamoja nasi wiki hii katika mji wetu wa Nanyuki, and we want to give you glory our Father. Asante Mungu kwa sababu ya neno la adhuhuri ya leo. Ninajua ya kwamba tutabarikiwa, tutainuliwa, mioyo yetu itajengeka na sifa zote na utukufu zitakurundia. Asante maana wewe ni Mungu mwaminifu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Askofu Amon, karibu sana katika mji wa Nanyuki. Asante sana ndugu yangu Anderson Mwiti. Yes. Karibu sana mjini. Hapa ni Nanyuki, Laikipia County. Amen. Hapa ndio katikati ya dunia. Equator iko hapa tu, hapa tu. Maana kuna baridi sana. Ndio kuna baridi hivi. Karibu sana katika mji wetu. Asante, nashukuru. Utakuwa wa baraka kwa maelfu na maelfu ya watu ambao wanatusikiliza kupitia mitambo ya Ujuzi Radio kwa dakika zilizo mbele yetu. Kwa hivyo karibu sana, salimia watu wa Laikipia nzima na watu wa Meru, watu wa Isiolo, alafu utachukulia kutoka hapo. Karibu sana. Amen. Mpendwa msikilizaji wetu wa Ujuzi Radio 97.1 FM, kama ambavyo umekaribishwa na mwenyeji wangu Bishop Anderson Mwiti, nami nichukue fursa hii ya kipekee kabisa nikukaribishe uliye mbali na redio yako. Sogea, majira na muda wa kusikia neno la Mungu ndio huu. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya askofu huyu ambaye amekuwa baraka sana katika nchi ya Tanzania. Kila anapokuja watu wametamani kumsikia tena na tena na tena na tena. Na watu wa Nanyuki, kama msipomsikiliza tutamchukua tuende naye kabisa Dar es Salaam akawa baraka katika nchi ile. Lakini nashukuru sana, tuna mikutano kama alivyosema na tutabarikiwa sana. Mchana huwa leo nataka nikuletee neno la Mungu, na nitasoma andiko moja tu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 11, Mathayo mtakatifu, Matthew the Gospel chapter number 11, na nitasoma ule mstari wa 28 na nitaenda mpaka pale 29. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mstari mwisho unasema, kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni tangazo, hilo ni tangazo la muhimu sana. Na unaponisikiliza mchana huu leo, nataka ujiposition, ujiweke katika namna ambavyo Mungu atakuhudumia. Siku zote nasema Mungu hazuiliwi na umbali, Mungu hazuiliwi na jiografia, Mungu hazuiliwi na dini yako, Mungu hazuiliwi na chochote. Akitaka kufanya anafanya, na ukiwa tayari yote yanawezekana. Yesu Kristo anatangaza, anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, na anasema nami mtapumzishwa kabisa. Napozungumza mizigo, mpendwa msikilizaji wangu, nazungumza mambo ambayo yamekulemea, mambo ambayo yako zaidi ya uwezo wako, mambo yanayosumbua roho yako, mambo yanayoleta mashaka katika maisha yako, mambo yanayoleta kukosekana kwa amani katika maisha yako. Siku za leo tunaishi katika dunia ambayo kuna mambo mengi yanaumiza moyo wa mtu. Mambo mengi yamesababisha watu kuona dunia haifai. Nimekutana na watu ambao wanatamani kufa, wanatamani kujiua, kwa sababu wana maswali yasiyo na majibu, kwa sababu wana changamoto ambazo haoni mlango wa kutokea. Amejaribu kila njia, amejaribu kuona kila mtu, amejaribu kupata ushauri, hata wale wanaokwenda kupata ushauri wa kitaalam wamejaribu kufanya hayo yote, lakini shida zao, matatizo yao, changamoto zao bado hazitatuliki. Ndiyo maana nimekuja kusema mchana wa leo, tangazo hili la Yesu ni la muhimu sana kwako na nisikiliza, kwa sababu Yesu ndio mtu pekee ambaye si tu kwamba anakuita uje kwake, lakini anakupatia assurance ya kwamba atakupumzisha huo mzigo. Kupumzisha maana yake ni nini? Maana yake atakupa solution, atakupa suluhisho la hiyo tatizo,
Yesu Kristo tunayemhubiri na tutamhubiri tena katika viwanja vya Baraka Estate leo jioni, amekuja kwa ajili ya kazi moja tu, kuwapumzisha walioonewa, waliolemewa, waliosumbuka na mizigo. Iko mizigo ambayo hata unapokaa chini mchana wa leo unatafakari, unasema, mhubiri, mzigo wangu umekuwa mkubwa, siwezi kuubeba tena. Watu wengi wanatembea katika barabara za leo, macho yao yamejaa machozi. Wako katika ndoa lakini wana uchungu usio na majibu. Watoto wamebadilika, wamekuwa malaya, wamekuwa walevi, wamekuwa wavuta bangi. Watoto wamebadilika, wamekuwa mashoga. Wazazi wanajuta kwa nini walizaa. Wamama wanajuta kwa nini waliolewa. Waume wanajuta kwa nini walioa huyo mwanamke, maana mara ya kwanza alioa mtu ambaye alizani ni mtu wa kumsaidia katika maisha, lakini amebadilika. Ndio maana tunajifunza ya kwamba mtu pekee ambaye habadiliki, ukiweka tumaini lako kwake, una uhakika wa milele, ni Yesu ambaye tunamhubiri habari zake. Na huyu ndiye anayesema, njoo kwangu unayesumbuka, njoo kwangu nikupumzishe. Napenda jinsi Yesu anavyoongea. Anasema, kwa maana mzigo wangu ni mwepesi na nila yangu ni laini. Na anamalizia kusema, njoo ujifunze kwake. Kujifunza kwake maana yake sasa ni kumkaribia, kufanyika mwanafunzi wake, ili awe na sababu ya kuondoa mzigo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mizigo ambayo ukienda kwa daktari atakwambia kulingana na ujuzi wake hawezi kukutibu. Mara nyingi wanashangaa, mgonjwa anatoka nyumbani anaenda hospitali kwenda kutibiwa, na anatibiwa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne wanamwambia rudi nyumbani ukajitazamie nyumbani. Yaani kwa lugha tu rahisi ambayo imefichika ni kwamba nenda kafe polepole kule nyumbani, kwa sababu hapa hospitalini tumekosa majibu. Uwezo wetu wa kidaktari umefika mwisho. Naongea na maelfu ya watu wanaonisikiliza mchana wa leo. Labda niwe naongea habari zako. Umefika mahali umekata tamaa. Umejaribu madawa, umejaribu madaktari, umejaribu hospitali za ndani na nje ya nchi, umejaribu maspecialist, lakini unafika mahali unasema nenda nyumbani kajitazamie. Mpendwa, nimekuja kukwambia kabla hujafika mwisho wa maisha yako, sikia hii sauti ya Yesu. Anasema njoo, njoo kwake, ana uwezo. Huyu Yesu unayeongea habari zake, si tu kwamba ana uwezo wa kukupumzisha, lakini ana uwezo wa kujibu maswali yako magumu. Ana uwezo wa kufanya njia mahali pasipo na njia. Ana uwezo wa kusababisha yasiyowezekana yakawezekana. Ana uwezo wa kusababisha kilichokuwa kinakufa kikaishi tena. Ana uwezo wa kusababisha aibu iliyokuwa juu ya maisha yako ikaondoka tena. Ana uwezo, yeye ni specialist wa kubadilisha vitu ambavyo havina heshima vikaanza kuheshimika. Ndio maana anakuita, anasema njoo, njoo my brother, njoo my sister, njoo mama unayenisikiliza mchana leo, njoo kwake, kwa sababu ana nguvu, ana uwezo na anataka. Hallelujah. Kuna wakati mtu anaweza akawa anataka akusaidie lakini hana nguvu. Kuna wakati mtu anaweza akawa anataka apumzishe maisha yako, atue mizigo yako, lakini hana uwezo. Kwa mfano, mtu anataka kusaidia, anaona unateseka, unaishi, unakodisha nyumba, una hela za kulipa, una watoto unasomesha, una karo ya kulipa. Moyoni anasikia vibaya, moyoni anasikia uchungu, anatamani kusaidia lakini hana uwezo. Yesu tunayemwongelea habari zake, si tu kwamba anataka, lakini ana uwezo wa kufanya. Haleluya. Ana uwezo wa kutenda. Anaitwa mtenda miujiza, anaitwa mfanya ishara, anaitwa mtenda maajabu. Ni Mungu katika udhihirisho wa mwana wake Yesu Kristo. Anaita mchana wa leo, njoo. Sijui ni mzigo gani ambao uko nao mchana wa leo. Unasema, mhubiri, mizigo yangu nimepeleka kila mahali. Nimepeleka kwa wachungaji, nimepeleka kwenye mikutano, nimepeleka kwenye serikali, lakini haitatuliki. Mpendwa, nikwambie, kuwa na tatizo ni jambo moja, lakini kujua njia sahihi ya kulitatua ni jambo nyingine. Kuwa na shida ni jambo moja, lakini kujua mtu sahihi wa kumpelekea ni jambo jingine. Wengi wamepeleka kwa watu ambao hawana ujuzi, hawana uwezo, hawana mamlaka, hawana neema ya kuwasaidia. Ndio maana shida zako zimeendelea kuwepo. Tunapita katika changamoto nyingi, lakini yupo mwanaume aliyejitolea. Yuko mwanaume ambaye alikufa, na si kufa tu akazikwa, na si kuzikwa tu akafufuka, na siku ya tatu akafufuka. Na huyo ndiye anayetangaza, anasema njoo, tua mizigo yako.
ukimwendea Yesu. Nataka nikuonyeshe mifano michache ya watu ambao walimwendea Yesu na Yesu akatua mizigo yao. Ninamwona Yesu akiwa amekaa katika kiti chake cha enzi mchana wa leo, akiwa tayari kutua mzigo wako leo, akiwa tayari kubadilisha historia ya maisha yako. Kuna jamaa alikuwa amekaa katika kisima cha Bethesda, amekaa kwa almost miaka 38. Biblia inasema alikaa kwenye kisima hicho akikiwa hana msaada, ni kiwete, ameparalyze, hawezi kutembea, hawezi kujihudumia. Just imagine for 38 years mtu amekaa na tatizo moja. Unajua tatizo linapokuwa halibadiliki, hata moyo unakata tamaa. Ni vizuri unapopitia jaribu fulani uone angalau dalili kwamba mwaka wa kwanza ni tatizo, lakini unapoenda mwaka wa pili Mungu au kwa namna fulani tatizo limeondoka. Lakini just imagine mwaka wa kwanza the same problem, mwaka wa pili the same problem, 10 years the same problem, 20 years mpaka 38 years, mpaka ndugu wamemkatia tamaa. Ndio maana anasema sina mtu. Walikuwepo watu lakini sasa hawapo, wamekata tamaa. Na huwa naamini ya kwamba hata ukiwa katika familia zetu za Kiafrika, familia ambazo ni extended family, mko wengi, lakini unapokuwa na shida, unapokuwa mgonjwa, unapokuwa na changamoto yako inaanza kuwa na mvuto siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, mwezi. Baadaye watu wanachoka, hata wanaulizana, yule mgonjwa wetu hospitali vipi? Bado anaishi? Bado anapumua? Kwa sababu wamechoka kukutembelea, wamechoka kukupelekea chakula kila wakati, wanatamani kusikia kwamba umekufa. Lakini sivyo alivyo Yesu. Yesu hatishwi na hali ulio nayo. Yesu hatishwi na muda, time uliokaa katika hiyo changamoto. Alikwenda katika hicho kisima na Yesu akakutana na yule jamaa miaka 38. Yesu anamuuliza, je, unataka kuwa mzima? Je, unataka kupona? Je, unataka kutuliwa mzigo wako? Kwa sababu ya uwingi wa changamoto na kwa sababu ya uzoefu wa matatizo, niongee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mchana wa leo hauhitaji kupersonalize hiyo tatizo. Huo mzigo si wako. Huo mzigo umetwishwa tu. Huo mzigo si mapenzi ya Mungu. Huo mzigo ni kazi za Ibilisi. Ndio maana Yesu anadhihirishwa kuzivunja na kuziharibu kazi za shetani. Mpendwa msikilizaji wangu wa Ujuzi Radio, na naamini unaendelea kunifuatilia. Naongea na wewe kwa sababu kuna jambo in the next few minutes nitaenda kukuombea. Na leo utaenda kuona ushuhuda ya kwamba Bwana ametua huo mzigo. Bwana amekuondolea huo mzigo. Ndio maana Yesu alipomwambia yule mwanaume, sasa nataka nikusaidie, jamaa akaanza kueleza historia yake. Unajua nimekaa miaka 38. Unajua nimekuwa nikitaka kuingia, walio mbele yangu wanaingia kwanza. Maana yake wana ndugu wa kuwasaidia. Maana kuna wandugu wanawatia moyo. Mimi sina ndugu wa kuwatia moyo. Mpendwa mnisikilize. Hata kama huna ndugu wa kutia moyo, yupo Yesu. Hata kama huna mtu unayemfahamu, yupo Yesu. Hata kama huna connection ya kutosha, yupo Yesu. Akistep katika maisha yako, ana uwezo wa kujitosheleza, wa kufanya ambavyo watu wangefanya na zaidi. Ndio Yesu akamwambia, sasa ninakwambia jitwike godoro lako uende. Nikutie moyo mchana wa leo, mama unayenisikiliza, kijana unayenisikiliza. Yesu hayuko interested na historia yako. Yesu hataki kujua umekaa hapo miaka mingapi. Yesu hataki kujua hilo tatizo limedumu kwa miaka mingapi. Hataki kujua wangapi walikusaidia na wangapi walikudharau. Hataki kujua ni tatizo limekuwa kujaje. Maana kuna mwingine anaogopa kuja kwa Yesu kwa sababu anadhani nitamweleza nini Yesu, maana ni yeye mwenyewe amefungua milango ya matatizo. Let me tell you the truth. Inapokuja wakati wa kuletewa msaada kutoka kwa Mungu, Mungu hatumii historia yako kutengeneza hatima yako. Haleluya. Mungu hatumii uzoefu ulio nao kuleta muujiza wako. Mungu ni Mungu, anatenda kwa njia atakayo, anatenda kwa namna atakayo, na anatenda kwa wakati na majira anayotaka wao. Ndani ya moyo wangu ninashawishika kukwambia mchana wa leo Mungu anaenda kukutendea, kwa sababu amekuja kunituma kutoka mbali. Nikwambia kwamba huo mzigo wa madeni atautua, huo mzigo wa magonjwa atautua, huo mzigo wa kuvunjika moyo atautua, huo mzigo wa hofu na mashaka atautua, huo mzigo wa kukataliwa atautua, huo mzigo unaokufanya kila siku unalia, hata unatembea barabarani unalia. Leo katika jina la Yesu aliyesulubiwa na akafufuka
kushuka, ataenda kukutua mzigo. Hii ndio sababu Yesu alikuja. Yesu hakuja kuanzisha dini. Yesu hakuja kuleta madhehebu. Yesu hakuja kuleta ustaarabu. Yesu is not a politician. Yesu alikuja kwa sababu ya watu wenye mizigo. Biblia inasema si aliye mzima anahitaji daktari, bali aliye mgonjwa ndiye anahitaji daktari. Yesu anapenda anapokuona una huzuni nyingi, anatamani utambue kwamba amekuja ili akondoe hiyo huzuni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyo jamaa akatoka amesherehekea, akatoka amefurahi, historia yake ikabadilika. Waliomjua wakasema ameponaje, waliomjua wakasema ameenda hospitali gani ambayo haimechukua masaa machache tu. Historia yako yaweza kubadilika leo katika jina la Yesu. Wanaokujua watakuuliza iliwezekanaje? Raboza katayama. Nataka nikwambie inawezekana. Haihitaji mwaka mmoja kubadilisha historia yako. Haihitaji kwenda Bible school kubadilisha historia yako. Haihitaji kuwa na financial understanding kubadilisha historia yako. Bwana mtenda miujiza akiingia kwako na akatua huo mzigo wako, yaliyoshindikana yanawezekana. Hallelujah. Ninaamini kabisa unaendelea kunifuatilia kwa sababu neno ndio uzima wetu. Yesu anasema jifunzeni kwangu. Wewe umejifunza kwa nani? Wengine wamejifunza kwa waganga wa kienyeji, wengine wamejifunza kwa watu walioshindwa. Nilikuwa nafundisha kwenye semina ya ndoa kanisani huko sehemu inaitwa Zanzibar. Zanzibar ni eneo la Tanzania lakini ni visiwani. Nilikuwa na semina ya wanandoa, nikasema ndoa nyingi zinaharibiwa kwa sababu watu wanajifunza kwa source ambazo sio reliable. Wewe umeolewa unaenda kujifunza kwa watu walioachika, watu ambao ndoa zao zimeshindwa. Wewe ni mwanaume unaenda kujifunza kwa mume ambaye ameacha mke. Atakushauri nini? Atakwambia tu achana na wanawake, wanawake ndivyo walivyo. Lakini ukitaka kujifunza, jifunze kwa waliofaulu. Jifunze kwa walioshinda. Jifunze kwa walioweka kielelezo. Ndio maana Yesu anasema jifunzeni kwangu, learn of me. Unajifunza kwa nani? Ukijifunza kwa watu wa dini itakwambia haiwezekani. Ukijifunza kwa watu ambao hawana imani, watakwambia tatizo lako halina suluhisho. Nenda kwa mganga wa kienyeji mmoja yuko kule Isiolo. Wacha nikwambie, uhitaji mganga wa kienyeji wala mganga wa kishenzi. Unamhitaji Yesu mtua mtenda miujiza. Unamhitaji Yesu anayetua mizigo. Hii ndio kazi yake. Yeye ndio kazi yake. Anasema kwa kusudi hili Mwana wa Adamu alidhihirishwa apate kuzivunja na kuziharibu kazi za Shetani. Sema amina kama unanisikiliza. Pengine huko hapo kwenye soko, pengine huko hapo kwa duka, pengine huko hapo kwa kinyozi, pengine huko hapo kwa saluni, huko kwenye basi, kwenye matatu. Unasema mtumishi wa Mungu, nina mizigo mingi, hata naona afadhali nife. I am here to tell you, huna sababu ya kufa. Hallelujah. Huna sababu ya kufa. Yesu akiingia mchana huwa leo, na hatua ya kumruhusu Yesu aje hauhitaji process ndefu. Unahitaji jambo moja tu, kufungua moyo wako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Kristo alifufuka kwa ajili yako. Na ndio anasema atakufanya kuwa mwanafunzi wake. Yaani maana yake kuanzia leo unaanza kuwa na mahusiano na Yesu. Hallelujah. Waliokuonea hawatajua kwamba ndani yako hauna dini tu peke yake, lakini Yesu yuko ndani yako. Anasema mpendo, walioko ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Nataka nikutangazie mchana wa leo, Yesu akiingia katika maisha yako leo mchana huu, huo mzigo utaenda kuondoka. My God. Nasema huo mzigo utaenda kuondoka. Huo mzigo utaenda kutuliwa. Amen. Hayo machozi yataenda kukauka. Hicho kilio kitaenda kukoma. Hiyo aibu itaenda kuondoka. Hiyo hali ya unyonge na mashaka utaenda kuondoka. Tumemthibitisha Yesu. Hatuongei habari za Yesu tunayemsoma kwenye maandiko. Tunaongea habari za Yesu tuliyemuona akitenda. Na uzuri wa Yesu ni kwamba hajabadilika. He is the same yesterday. He is the same today. He shall be the same tomorrow. Alivyotenda, anatenda na atatenda. Kama aliponya huyo jamaa wa miaka 38, kama aliweza kuponya yule mama aliyetokwa damu miaka 12, kama aliweza kumponya kiwete tangu kuzaliwa kwa nguvu zake mwenyewe,
Kama aliweza si kuponya tu, hata kufufua Lazaro aliyekufa kwa siku 4, mbona shida yako ni ndogo kwake? Kitu ambacho shetani amepofusha macho yako ni kuona tatizo lako ni kubwa kuliko Mungu tunayemhubiri. Yes. Pendwa msikilizaji wetu, Mungu tunayemhubiri ni mkubwa kuliko tatizo lako. Shida ni kwamba napomalizia unasema, mtumishi wa Mungu Askofu Lukama kutoka Tanzania, ambaye umeletwa na Askofu Mwiti wa hapa na Nyuki, unasema nataka kujua itatendekaje. Hiyo ndio kosa ambalo utalifanya, kwa sababu namna itakavyotendeka hutaelewa. Akili ya mwanadamu haiwezi kuchunguza njia za Mungu. Njia zake hazichunguziki, namna ya utendaji wake hauelezeki. Kitabu cha Isaya mlango wa 55, maandiko yanasema kadri mbingu zilivyoinuka ndivyo njia zake zilivyoinuka sana. Mawazo ya Mungu ni ya juu sana kuliko mawazo yetu. Njia zake ni za juu sana kuliko njia zetu. Yes. Kazi yako ni kuamini, kazi yake ni kutenda. Kazi yako ni kubali inawezekana, kazi yake ni kufanya muujiza. Kwa hiyo ukiwa umeketi katika hicho kitanda hapo hospitalini, ukiwa hauwezi, hata unapumulia mashine, hata unasema wamekuruhusu uende nyumbani, lakini hali yako ni mbaya, wacha nikwambie, mtenda miujiza hataki kujua sio jukumu lako kujua atafanyaje. Jukumu lako ni kuamini kwamba atatenda. Yes. Hallelujah. Oh yes. Unajua wanadamu wanasema nionyeshe kwanza alafu nitakuamini. Hiyo ni mipango ya kibinadamu. Lakini Mungu anasema niamini kwanza nitakuonyesha. Ukimwamini kwanza ndiye anakuonyesha. Utaki kuona kwanza. Kwa hiyo sijui namna gani itafanyika kwako, lakini I am sure 100%. Kwa sababu Mungu habahatishi. Neno lake halimrudii bure. Oh, yes. Litatimiza makusudi. Huo mzigo ulio nao leo Yesu anataka kukutua. Hallelujah. Muda na saa ndio huu. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa, tutaenda kukuombea. Nitakuombea na mchungaji atatabiri juu ya maisha yako, ili katika kila shimo ambalo umewekwa utolewe, katika kila mzigo ambao umekuwa mzito kwako, hata uwezi kuubeba tena. Bishop, mshakutana na watu ambao anafika mahali anasema enough is enough. Oh yes. Nimeteseka kwenye hii ndoa, sasa natoka. Nimefanya hii biashara, sasa naacha. Huu ugonjwa nimejaribu kutibiwa, afadhali nife. We are here to tell you, Yesu mtua mzigo yuko kwa ajili ya kukuhudumia. Na mpendwa msikilizaji wangu, wakati ndio huu, saa ndio hii, muda ndio huu. Neema ya Bwana inakuzukia mahali. Oh yes. Na Mungu anataka sasa akajidhihirishe kwako nguvu na uwezo. Na Mungu atakupatia nafasi jioni ya leo. Usisishie kusikia tu kwenye redio. Tutakuwa live katika uwanja wa Baraka Estate pale. Tutakuwa live na tutakuwekea mikono kabisa. Lakini mahali ulipo saa hii, neema ya Mungu ikutoshe. Oh my God. Ninapoenda kukuombea na mtumishi wa Mungu atakupa neno la baraka kama mwenyeji wako katika mji huu. Oh yes. Ninaamini uko tayari kuomba. Na kile ambacho unaweza kufanya tu ni kuwa na connection na haya maombi. Kama uko mahali unaweza ukashika mkono wako mmoja kwenye kifua chako au kwenye moyo wako, shika mkono wako hapo. Na kama kuna tatizo ambalo unatamani ulishike, shika hilo tatizo. Kama una watoto wako hapo, shika watoto wako. Shika biashara yako, chochote ambacho unaona kinahitaji msaada wa Mungu, shika. Lakini kama huwezi kushika, Mungu hazuiliwi na jambo lolote. Amini haya maombi. Oh yes. Napoenda kuombea katika jina Yesu Kristo aliye hai. Hapa kwenye studio tayari kumefurika uwepo wa Bwana. Malaika wa Bwana wako tayari kuja kukuhudumia. Yes. Yasiyowezekana kwetu kwa Mungu yanawezekana. Historia yako mida hii inaenda kuchukua mkondo mwingine katika jina la Yesu. Wacha niombe. Oh yes. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Wewe ni mwaminifu kiasi cha kwamba hata tusipokuamini bado unaaminika. Unatenda miujiza isiyo na hesabu. Yes. Unafanya maajabu yasiyotafsirika wala yasiyoelezeka kwa jinsi ya kibinadamu. Watu wengi wamenisikiliza, vijana wengi na wamama wengi na wazee wamesikiliza, wako tayari kupokea muujiza wao. Baba, wako ambao wana mizigo ya magonjwa, wameugua wagonjwa mpaka hawaoni sababu ya kuishi. Ninalituma neno la uponyaji. Yes. Zaburi 107 mstari wa 20. Ulituma neno lako kuwaponya katika shida zao na kuwatoa katika changamoto zao. Na nena na wewe ugonjwa una masikio. Sikia neno la Bwana sasa, toka kwa huyo mtu. Achia tumbo lake, achia miguu yake,
achia kichwa chake, achia tumbo lake la uzazi, achia moyo wake, Yes. katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka uzima katika system zote za mwili wako, mfumo wako wa upumuaji, mfumo wako wa uzazi, mfumo wako wa chakula, mfumo wako wa mifupa, mfumo wako wa mishipa, vipokee uzima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, huyo ana mzigo wa madeni, hajui atalipa namna gani. Wewe unayefanya njia mahali pasipo na njia, fanya njia katika jina la Yesu Kristo. Tengeneza Bwana mlango wa kutokea kwa huyu ndugu, ili madeni yake yaondoke kwa jina la Yesu. Aibu yake iondoke katika jina la Yesu Kristo. Baba, natuma neno lako kwa huyu aliyekata tamaa ya kuishi, anatamani kufa. Hata mwingine ameshika sumu right now, anatamani anywe afe. Na command hiyo roho ya mauti kuachia katika jina la Yesu Kristo. Itoke kwenye akili zako, itoke kwenye moyo wako. You shall not die, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu za Mungu zikushukie mahali ulipo. Mapepo hao ya mauti ya kuachie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwenye hiyo hospitali uliolazwa, kwenye hicho kitanda cha mauti, na linatuma neno la uzima. Zaburi ya 103 mstari wa 1 hadi wa 3, maandiko yanasema akuponyae magonjwa yako yote, akusamehae dhambi zako zote, aukomboae uhai wako na kaburi. Ninatangaza uzima ndani yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, rako My God, I feel the anointing of God. Huo mzigo ambao umekaa nao siku nyingi, watoto wako wamekuwa malaya, wamekuwa wasagaji, wamekuwa watu wa kufanya matukio ya ulevi na ujambazi. Mkono wa Bwana unawakamata sasa. Mahali ulipo unawaarrest kwa jina la Yesu Kristo. Na watoto wako watarejea katika nyumba yako wakiwa wamesurrender maisha yao kwa Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa sababu yasiyowezekana yanawezekana. Mzigo unatuliwa leo. Mzigo unaondolewa mabegani mwake kwa sababu ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Nila zinavunjika, mateso yanaondoka, maumivu yanaondoka, roho ya aibu inaondoka, roho ya kushindwa inaondoka, roho ya kata tamaa inaondoka katika jina la Yesu. Uzima wa Bwana ukutembelee kwenye ofisi yako, ukutembelee kwenye ndoa yako, ukutembelee kwenye chumba chako. Na damu ya mwana kondoo ikanene mema na usalama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mpendwa msikilizaji wangu, umeamini maombi hayo? Hebu sema kwa sauti amen. Sema, Bwana amenitendea. Na sasa niko na mtumishi wa Mungu Bishop Anderson Mwiti. Ana neno la kukutia moyo anapoenda kumaliza kipindi hiki, ya kwamba Mungu atembee na wewe na neema yake iwe juu ya maisha yako. Kumbuka jioni ya leo tuko kwenye viwanja vya Baraka Estate. Nitakuwa nikihubiri hapo injili ya ukombozi. Na hata kama ulifungwa na mashetani na mizimu ya kwenu, njoo hapo kwenye crusade ground na Jehova atakutenda mema. With God all things are possible. Thank you. Wow, asante sana Askofu Amon kwa sababu ya neno hilo la nguvu sana. Ninaamini mpendwa msikilizaji wangu umepata kubarikiwa sana adhuhuri ya leo. Yesu kwa hakika anasema, leta mizigo yako. Hakuna haja ya kubeba mizigo ambayo tayari Yesu alijitoa akubebe. Mpendwa, itakuwa ni jambo la hasara sana ya kwamba Yesu alitoa mizigo, alijibebesha mizigo, na pale msalabani akasema yote imekwisha, alafu wewe bado uendelee kubeba ile mizigo. Itakuwa ni kupeleka mbingu hasara kubwa, itakuwa ni kupeleka Yesu hasara kubwa. Ninakuombea kwa jina la Yesu, wiki hii faida zote zinazohusiana na kufa na kufufuka kwa Yesu zikawe sehemu yako katika jina la Yesu. All the benefits that pertain the cross of Calvary. Na kuombea ya kwamba faida hizo zote zikawe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa mapigo ya Yesu tulipona, kwa imani unapokea uponyaji wako. Yesu alifanyika maskini pale msalabani ili tuwe tajiri,
hii na kuombea ukapokee utajiri wako. Yesu alikataliwa ili tukubarike na kuombea Pasaka hii, mpendwa msikilizaji, upokee heshima yako. Yesu alikataliwa pale msalabani ili sisi tukubarike na kuombea wakati huu wa Pasaka, mpendwa msikilizaji, uwe wa kukubalika katika jina la Yesu. Yesu aliachwa peke yake ili sisi tukawe pamoja na wengi. I pray ya kwamba wote wanaostahili kukusaidia 2025, may they show up in the mighty name of Jesus Christ. Yesu alifufuka siku ya tatu ili kwamba sisi tuishi milele na milele. I pray may eternal life be your portion in the name of Jesus. Yesu alienda kuzimu ili sisi tuende mbinguni na kuombea, mpendwa msikilizaji, usikose mbingu. Mambo ya dunia yasikufanya ukakosa mbingu. Raha za dunia zisikufanya ukakosa mbingu. Mambo ambayo ni ya muda mchache, vile tumeambiwa na askofu, yasikufanye ukakosa mbingu. Mambo ya muda mchache, raha kidogo kidogo, anasa kidogo kidogo, zisikufanye mpendwa ukakose mbingu, ukakose kuenenda katika njia za kiungu. I pray in the name of Jesus ya kwamba adhuhuri ya leo tunapoendelea katika wiki ya Pasaka, amini Mungu ya kwamba chochote kinachohusu Pasaka, it shall be your portion in the name of Jesus. Yesu alienda msalabani atununulie amani yetu. Amini Mungu ya kwamba you shall receive your peace in the mighty name of Jesus Christ. Yesu alienda msalabani akapigana vita na akasema yote imekwisha. Ninakuombea kwa jina la Yesu, chochote kinachokusumbua wacha kiishe msimu huu in the mighty name of the Lord. Fujo kwa nyumba yako ishe, madharau yaishe, kutoheshimika kuishe in the mighty name of Jesus. I pray for you our listeners today ya kwamba neno tulilolipokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu wacha likafanye kazi katika maisha yako. Mizigo yote Yesu akubebee, itwae kwa msalaba wa Yesu. Tunasema msalaba wa Yesu ndio hasiri ya mema. Usibebe mambo ambayo Yesu amekubebea. Usibebe mambo ambayo Yesu alilipia gharama. I pray for you in the name of Jesus ya kwamba hautaachwa nje tunapoondoka kwenye mitambo ya Ujuzi Radio. It is my prayer for you, my listener, wherever you are. May you connect with the blessing of Easter. May you connect with the favor of Easter. May you connect with every blessing and everything that pertains Easter. May it be your portion in the name of Jesus Christ. Na kuombea kwa jina la Yesu, huyu aliyetubebea mizigo, huyu aliyesema tulete mizigo yetu kwake, naye atatupumzisha. I pray for you. May you enter your rest in Jesus' name. May you enter your rest in this season in Jesus' name. May your family, my brother, my sister, enter your rest. May your business enter into rest. May your life enter into rest. Kinachokusumbua kwa mawazo, may you rest over this season in the mighty name of Jesus. Kuna kile wanadamu wamesema, lakini kuna kile Jehova amesema. I pray may you enter into your rest in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Oh my Father, my God. Pendwa msikilizaji, Mungu akutende mema. Neema yake Bwana iwe juu yako. Baraka zake Mungu zikufuate. Sisi hapa kwa studio tunashirikiana tukisema ya kwamba neema na baraka na ushindi wa Yesu, kilichomtoa Yesu mbinguni aishi kama mwanadamu, akae kama mwanadamu, afe msalabani kama mwanadamu, akasikia njaa kama mwanadamu, akaona kiu kama mwanadamu, akanjaribiwa kama mwanadamu. Ninakuombea kwa jina la Yesu, chochote kilichomfanya Yesu atoke mbinguni ukakipokea msimu huu in the mighty name of the Lord. Alisema peace I live with you. May you enjoy peace at your working place. May you enjoy peace at your home. May you enjoy peace where you go in the mighty name of Jesus. Na akasema I will be with you until the end of the time. Mizigo yote ya kusumbuka akatubebea.
Mizigo yote ya mahangaiko Yesu akatubebea. May you receive your portion in Jesus name. May you receive your part in Jesus name. In the mighty name of the Lord. Shetani asikubebeshe mizigo ambayo Yesu alibeba katika jina la Yesu. Shetani asikubebeshe aibu, na Yesu alibeba aibu yako. Shetani asikubebeshe umasikini, na Yesu alibeba umasikini wako. Shetani asikubebeshe magonjwa, na Yesu aliyabeba yote. Yaweke chini na useme kwa jina la Yesu, chochote Yesu alinibebea mimi sitabeba. Nimekataa mizigo yote, nimekataa masumbufu yote, kwa sababu Yesu alinilipia gharama msalabani. Na tunaambia shetani hatuna deni, kwa sababu deni zetu Yesu alilipa msalabani. May God bless you. God keep you, my brother, my sister, where you are. Thank you for being there. Thank you for being there with us. Thank you for watching us. Thank you for listening to Ujuz Radio.